Story kubwa kutoka nchini Afrika ya Kusini inamhusu Zari the Boss Lady ambaye hivi karibuni aliripotiwa kuweza kudaiwa kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 700 na za Kitanzania ambazo ni randi milioni 5. Naweza nikasema ni pesa nyingi sana kwa sababu kwa hapa nchini Tanzania ukiwa na hiyo milioni 700 ni pesa ambayo unaweza ukafanyia vitu vingi vikubwa, na unaweza ukanunua hata mjengo mzuri, ukaweza kuishi sehemu nzuri. So unaweza pia ukafanya biashara nzuri na ikakuletea faida. Kwa hiyo Zari the Boss Lady kwa nini anadaiwa fedha hizo? Ni kwa mujibu wa maelezo ya mamlaka hizo ni kwamba alituhumiwa kukwepa kodi. Kwa hiyo Zari anakwepa kodi, alipi kodi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo mamlaka hizo zimetishia kuweza kuuza mali zake na kuzuia kwanza. Sasa hivi kwanza zimezuiwa. Kwa hiyo imetishia kuziuza ili kuweza kulipa fedha hizo katika mamlaka husika, na maanisha serikali ya nchini Afrika ya Kusini. Sio mara ya kwanza kwa mastaa kuweza kupata kashfa kama hizi. Ikumbukwe tu mastaa mbalimbali waliweza kukumbwa na kadhia hii ya kudaiwa kukwepa kodi, kama vile msanii Fally Ipupa pia iliweza kumkuta, lakini pia na wasanii wengine. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo Zari anaweza kulitaka hili jambo, lakini naamini kwamba anaweza kamalizana nao kiuhalali kabisa, kwa sababu Zari ni mfanyabiashara mkubwa ambaye anategemewa nchini Afrika ya Kusini. Kwa hiyo anaweza kulimaliza hili kwa namna ambayo inaweza ikawa ni nzuri, na wasifikishane huko mambo ya kupelekana sijui kupigana minada na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo Zari iko katika kipindi kigumu kwa sasa hivi mpaka atakapomalizana nao. Yeye mwenyewe hajazungumza chochote kupitia Instagram page yake. Kama unavyomjua socialite Zari, kila kitu lazima aweze kuweka wazi, kuweka bayana ni namna gani ambavyo kimekuwa. Kwa hiyo tunasikiliza kauli kutoka kwa Zari, atazungumza nini kupitia vyombo vyake ambavyo tunafuatilia. Una maoni gani?